Usiku wa giza umetanda mtaani, vilio vya watoto vinavunja ukimya. Mama analia, mzee hana pa kukimbilia, kote tumezingirwa na hofu. Serikali iko wapi? Wazee wa kijiji wako wapi? Mbona damu inamwagika ovyo na kimya kinatawala mitaa yetu? Magenge yanazurura bila woga, barabara zimegeuka mapango ya simba. Hakuna aliye salama, mtoto, mama wala mzee. Milango imefungwa kabla ya jua kuzama, hofu imejaa mioyoni. Tunaishi kama wageni katika ardhi yetu. Mwizi yako wapi mchana huu? Ananiibia. Nimepatana nao pale. Nilikuwa naenda zangu sokoni, wakaniibia kila kitu. Simu yangu kulikuwa na pesa, nilikuwa naenda sokoni. Wakaniibia mpaka mkoba wangu. Kuna simu, kuna kila kitu pale ndani. Juzi niliwapata. Nilikuwa nikaenda sokoni pale. Mchana huu jamani, wezi. Mama wewe, akili yako kitu cha maana. Nilikuwa naenda sokoni. Nilipofika pale nikawapata wamekaa pale, sijui wanavuta hizo vitu zao, sijui kama wana shida na mimi ama vipi. Yaani mchana huu. Hata watoto wangu watalala nje kwa sababu nini? Mbona huu mtaa wa vijana wanaharibu mtaa? Mbona huu vijana mtaa wanaharibu mtaa? Naongea ukweli, wameniibia. Angalia sina chochote. Angalia hivi. Hawa vijana huu mtaa wanaharibu hawa vijana hawa. Na saa hii basi itabidi, ili jambo limekuwa donda sugu na mzee mtaa amefungia macho, itabidi tulia kabisa. Wakati huu tutahakikisha hili jambo tunang'ang'ana nalo. Tuhakikisha tunaenda kwa mzee mtaa, tumwambie hili jambo hatutaki tulifungie macho. Saa hii tayari inabidi tushikane, si kesho wala kesho kutwa. Tuende tuhakikisha hili jambo. Hawa vijana mawoza hawa itabidi kama wahame, kama hawatahama waache hii tabia. Nataka tuende kwa mzee mtaa, maana hili jambo amefungia macho. Tuende kwa mzee mtaa, hili jambo amefungia macho. Lakini wakati huu sasa tunahangaishwa, si wa mama, si watoto wadogo, si wazee, sote tunapata shida hapa. Kama ni sasa hivi kwa mzee mtaa, twende sasa hivi kwa mzee mtaa. Tumechoka na hii tabia. Tabia gani? Hatuna amani. Babake Zawadi. Wewe babake Zawadi. Jamani mzee Gogoda. Unaona venye walivyo walevi? Kuna nini mzee Gogoda? Mbona kelele mchana huu? Mtu anabisha hapa mpaka anachoka. Tumtaka wewe mumeo sisi. Hatumtaki wewe. Yaani nyinyi mmekaa tu raha mstarehe huku. Wananchi kule, wana kijiji kule wanahangaika kule. Mnahangaika na nini tena jamani? Unamwona huyu mama? Unamwona hivi alivyo? Namuona, ila mzee Gogoda napanga hilo mchana huu jamani. Mama, kwani una shida gani? Mbona wema hivyo? Mimi nilitoka, alikuwa naenda zangu sokoni. Nimepatana na wale vijana pale wamekaa. Wameninyang'anya kila kitu. Nilikuwa nina pesa, simu yangu, vyote wamechukua. Hivi hata nikirudi nyumbani namwambia nini bwanangu? Juzi nikiwa naenda dukani hapa nimepatana na hapo njiani. Nikabidi nirudi mbio. Watoto wangu hiyo siku walishindana njaa. Nyinyi mko mmekaa tu huku. Kweli? Sisi tunahangaika. Nyinyi mmezoea mambo yenu kupaka mikate blue band na kunywa chai kubwa. Muone venye amenenepa. Unaona venye amenenepa wewe? Gogoda jamani, si
hivyo, lakini taratibu na hilo panga jamani. Hata basi angalau mngekuja hata mkakaa basi ndo mkamsubiria, mkaongea naye. Maana hata alikuwa anataka kutoka ende kazini. Unaona? Sisi tunaumia. Mumeo alipewa kazi ya uwana kijiji hapa ili atuhudumie sisi, usalama kwenye kijiji chetu upatikane, lakini hakuna lolote. Leo tumekuja. Taratibu. Leo tumekuja, tunamhitaji. Na mimi ningepata mmoja, mimi ningekuwa nimemkatakata. Taratibu na hilo panga mzee Gogoda jamani. Angalau basi hata mngekaa tu basi mngekuja mkakaa hapa mkamsubiria atoke ili muongee. Wewe. Nikwambia tuitie huyo mumeo huko. Yeye sasa anajitayarisha, alikuwa anaenda wapi? Alikuwa anatoka aenda kazini, ila basi mmekuja tu mkakaa basi taratibu, lakini mzee Gogoda ndio panga. Mngekuja tu angalau mngekuja mkakaa. Tumechoka. Tumechoka na tabia. Tumechoka kabisa. Tumechoka kuzika ndoto zetu. Sauti zetu hazitasalia kimya. Leo tunasimama kama taifa moja. Kumbe ni wewe mzee Gogoda. Basi mbona fujo? Fujo huku, kelele za hapa na pale, mapanga mmeleta. Kama kuna shida, kuna nini? Kama kuna shida si ungesema. Kuna nini ambayo nimekuleta hapa? Hebu niambieni, kuna shida gani? Wewe mzee wewe. Wewe mzee, sisi tulikuchagua uwe unatuwakilisha hapa kijijini kwetu. Lakini naona huo uzee wa umekushinda. Maana unachaji usalama wa kijijini umedorora namna hii. Yaani sisi tunahangaishwa, wewe umekaa tu raha mstarehe hapa. Wewe tulikuchagua utuwakilishe sisi kama wanakijiji wako hapa. Lakini kijiji kimejaa ukorofi, ushetani, kila kitu. Yaani hakuna usalama kabisa katika kijiji chetu. Sikiliza mzee Gogoda. Kwanza nataka utambue hapa uko kwa mzee wa mtaa. Mzee wa kijiji. Kiongozi wenu mlimchagua wenyewe, mlikuwa na akili razini, akili timamu, mkampigia kura. Mkamuona huyu anafaa. Nami nikakubali, nikala kiapo kufanya wajibu wangu. Ninafanya kazi yangu. Wewe, kazi gani wewe unafanya? Hata kama wewe sisi ndio tulikuchagua. Na tuna uwezo vile vile wa kusema hatukutaki, kwa sababu tunakuona utuwakilishi vizuri. Yaani huko unaruhusu vijana wanakaa vijiweni wakivuta mabangi, wakivuta vitu zao huko na kutafuna ngokaa, halafu kuhangaisha wamama kama hawa. Kupangisha watoto wetu hawaendi shule mpaka ifike saa 1 huko na nusu asubuhi ndo mtoto umwambie nenda shule. Akitoka saa 12 ashakabwa tayari. Hayo ni maisha gani tutaishi hapa? Tutaishi tukihangaika mpaka lini? Tunaishi kama hatuko kwenye nchi yetu. Mbona lakini nyinyi mnatufanya hivi sisi? Na nyinyi mmekaa tu, mmejaza kukula tu matumbo, kujaza matumbo hapa. Usalama hapa unakosekana. Hapa hakuna usalama. Na wewe ndio unachangia pakubwa sana. Maana unawajua hao vijana lakini hutaki kujukumika. Limetusinya hili jambo, limetusinya. Ukiona mpaka saa hii tumefika hapa saa hii. Kwani kila siku sisi wote tunakuja kwako na fujo? Lakini jambo hili wewe umelifungia macho. Jambo hili limekuwa dona ndugu hapa kijijini kwetu. Mimi nilikuwa niko zangu shambani. Na kata visiki kule, nikasikia nduru, huyu mama akipiga nduru. Hebu muulize alichofanywa ni nini mpaka akapiga nduru? Mama eleza. Niangalie mimi mwenyekiti. Hivi ni vipi? Angalia vile nimechafuka. Unaniona vile niko? Asubuhi nikitoka naenda zangu sokoni. Nimepatana vijana hapo juu. Wanavuta hizo vitu zao. Na wamenikaba wakanipokonya mkoba. Uko na simu, uko na pesa. Bwanangu alikuwa amenituma. Sasa hata nikirudi nyumbani namwambia nini bwanangu? Juzi tu hapa nikiwa naenda dukani hapa, nimepatana nao hapo juu hao vijana. Ilibidi nirudi. Na sijui kwa nini wanapenda kukaa pale juu. Kila nikipita lazima wananiangalia. Sijui kama wanashinda na nini na mimi. Watoto wangu hiyo siku walishinda njaa. Leo hata wamenipora kabisa. Mimi ni mtu wa kuanguka hivi. Vijana wetu ambao tumewaza sisi wenyewe. Leo hii wanatufanya tunakosa amani katika mtaa wetu kweli? Na mzee wa mtaa uko hapa. Tulikuchagua wewe kama nani? Tulikuchagua ili utusaidie. Leo hii wewe umekaa hapa, kwako kuko sawa, watoto wako wako sawa. Sisi ndio tunahangaika kule nje. Watoto wetu wakitoka shule jioni, uko wasiwasi paka muone mtoto kwa nyumba.
Wewe mwenyewe ukichelewa, hujui hata unarudi vipi kwa nyumba. Na ni watoto wetu tuliwazaa wenyewe. Leo mwenyekiti tumekuja, tunataka tu jibu hili moja. Tunataka jibu moja, tunaondoka na wewe hapa mpaka hiyo serikali ambayo unasema ni serikali. Mwenyekiti, tulikutegemea lakini sasa hii tunaona kama unataka kutukosea. Wewe mtoto wako anasoma huko. Anakuja kuchukuliwa na gari akienda huko. Sisi watoto wetu ni wakitoka tu asubuhi hivi washakabwa tayari. Kabisa. Hivi vijiwe vya kutafuna mogokaa na kuvuta maunga madude gani hivi tunataka viondoke. Hatuvitaki tena. Sawa, nimewasikia mama, nimekusikia tetesi zako na malalamisho yako. Nataka mfahamu kwamba serikali ina mkono mrefu. Mkono mrefu? Mkono mrefu gani? Mkono mrefu gani nyinyi? Mkono mrefu wenu ni ule kuchukua kodi zetu na kuzingiza mfukoni na kufanya vitambi tu. Kwanza mlivyokuwa mnaingia mimi nilikuwa natoka nenda huko ofisini. Huko kutatua haya. Basi. Sawa? Kwa hivyo mimi msione kwamba sifanye jukumu langu. Mimi nahakikisha kwamba nafanya kazi ile mlionipa wana kijiji wenzangu. Lazima nisimame kwa majukumu yangu mimi. Kidete ilikuwa mnitetee wana kijiji, uhalifu umekithiri kweli. Kwa hivyo nipeni nafasi. Niende tafuta wateteo. Wapi? Hatukuachi. Mwenyekiti, hapa guu lako guu letu. Mama, kwa mfano, umewaona waliokuwa waliokuibia? Umewaona? Baba. Mimi nimpigwa kumbo nikaanguka. Tena njikokote hapo tena niwaangalie na sura zao. Nitatetea uhai wangu ama nilikuwa nitawaangalia wao? Sasa unaona? Sasa serikali mimi nakuelewa mama, lakini serikali haielewi hapo. Inataka uwe mjua maana sasa hivi hata nikaenda kuchukua polisi. Sikiliza mzee. Gogoda, sikiliza. Hata sasa hivi nikaenda kuchukua polisi, tutamchukua huyu mama akatuonyeshe vijana. Hajawaona. Mimi ni leo hapa siondoki mpaka tuhakikishe tunaenda huko. Watatufukuza, watatupiga risasi, watatufanya nini, lakini wajue kwamba mtaa wetu huu wa huku na wewe ndio mzee wetu wa kijiji, tunaandamana na wewe mpaka hapo. Hauna usalama mtaa wetu. Tunahitaji usalama wa kutosha. Umesema nataka tuende. Umesema nataka tuende. Tunaenda lakini kwa masharti yake. Kwanza hilo panga hata hapa ni haramu kuleta. Makosa hayo. Sawa? Huko sikiliza. Huko hatuendi na panga. Mimi tayari hivi. Panga langu hili nakupa hili. Weka. Lakini ninachokitaka mimi sikubeba panga kwa sababu nilikuwa naenda kukata mtu. Mimi nilibeba shamba, panga nilikuwa niko shambani. Lakini nduru za huyu mama na vile nimekumbuka juzi mbuzi zangu ziliibwa, ikabidi mtoke mbio na hilo panga nilikuwa nafanyia kazi. Unaona? Asanteni sana kwa mpya wana kijiji. Vile nikienda nanyi watajua kwamba hili jambo ni kweli dada. Kabisa. Nipende kama kabisa. Dakika moja, sawa? Derek. Hapa tuondoke. Hii hali itaendelea mpaka lini? Mbona naona yazidi sasa? Yaani mimi ndo nimechoka nayo kabisa. Yaani mimi ndo imenichokesha, imenikosesha amani kazi hii. Yaani kazi ya uzee wa kijiji mume wangu, yaani lakini sioni kuna ubaya wote kufanya kazi na serikali. Sababu leo ni mzee wa kijiji, hujui kesho atatokea kwa chifu, apande hivyo cheo polepole. zina faida gani? Kuja kugonga mlango saa 9 usiku hapa. Mimi ndo mwenye kwenda kufungua nikikatwa panga ama leo hata tusiongee mengi. Asubuhi tu hapa amejionea mwenyewe. Mzee Gogoda pale amekuja na panga lenye hili hapa. Amekuja panga basi akinyosha watu panga hivi. Kwa mfano angekuwa amekatwa, maana ningekuwa nimekatwa mimi. Kila kicha mume wangu achana na hii kazi, achana nayo, hata kusikia kabisa. Lakini sikatai hiyo changamoto uwepo kufanya kazi na serikali. Lakini hii ni kazi ni amependa yeye mwenyewe, amejitolea kufanya na anajua akisimama yeye kama mzee wa mtaa atasaidia kijiji chake kukua. Hao yote sawa. Hao yote sawa. Lakini hatufikirie na sisi. Mimi shuleni nadororeka kabisa kazi. Yaani siwezi concentrate na masomo yangu kabisa. Kwa nini? Kila kati namfikiria babangu. Grade zangu zinashuka kila uchao. Kwa sababu ya nini? Namfikiria babangu. Na kazi zenye na balaa zenye zinatokea hapa nyumbani. Hapo mwisho naona sisi tutakuja kuchomewa nyumba. Hapa tukiwa hapa ndani tukichomeka tu hapa. Kisa ni kazi ya uzee wa kijiji.
Mama, mi naomba uongee na mume wangu. Maana nimekuwa nikimwambia kila kukicha mume wangu achana nayo, achana. Naomba tu uongee nayo kama pengine atatusikiza huyu. Samahani, hata kabla mama hajaongea. Najua najaribu kujua kiini cha mazungumzo haya. Sielewi. Yaani moja na moja sipati mbili kabisa. Sielewi mimi kwa nini mnazungumza kuhusu kazi yake. Na sijui kwa nini inakandamiza vipi, inawaathiri vipi. Maana kila kazi kama nilivyosema dada hapa ina changamoto zake. Na mimi ninafanya juhudi kuwalinda kwanza kama jamii. Pili, nataka muelewe kwamba mimi nilichaguliwa na wanakijiji, si kujitolea tu kwamba mimi naweza. Hao wanaweza kama naweza kuongoza na kuwalinda kwa kutetea. Katika majukumu hayo mimi nikasema sawa, ile ambavyo nimeamini. Na mimi katika hali hizo ambazo tunapitia, nafikiri ni moja wapo wa changamoto za kazi. Hakuna kazi isiyokosa changamoto kama vile yule dada alivyosema. Isitoshe pia mimi naridhika moyoni kwa kufanya. Na hata tukikataa ama mkikataa mimi sifanyi, bado kutahitajika mwanakijiji. Na hata ifikapo mahali niache hii kazi, tuseme nimeacha, bado kijiji kinahitaji mzee wa mtaa, kinahitaji mzee wa kijiji. Vile vile ambavyo watu wanalalamika kwangu mpaka nyinyi mwapata shida kuhusu usalama wetu, hivyo hivyo sisi na wengine tutaenda kwa hiyo mzee wa kijiji mwingine kulalamika. Hakuna tofauti. Huko ni sawa sawa na kuchukua shilingi moja kuigeuza mapeni. Sawia tu. Kwa hivyo mimi naomba tu ikiwezekana niache kazi shujaa. Tafadhali. Wewe unasema unafikiria jamii. Hii familia yako umefikiria? Kila kukicha hapa hatuna amani ndani yangu. Umefikiria? Mama, mimi naomba tafadhali uongee naye. Ongea naye kinagobaga, achane na hii kazi. Lakini baba, nikuulize. Hii kazi faida yake ni nini kwako? Na unalipwa mshahara wa pesa ngapi? Waulizwa huko walipwa mshahara pesa ngapi? Sina mshahara. Haina mshahara. Mshahara wake ni ya mapanga. Na kugongewa milango na usiku na kutukanwa. Halafu nikuulize mama, umesema kazi ya serikali si mbaya. Ushafuatwa na panga huko kazini kwako. Mwanzo unafanya kazi gani? Nafanya kazi na kuhesabu watu. Hata huyu yuko kwenye hesabu. Ushafuatwa na panga wewe? Hiyo kazi yako iko nyumbani kwako ama umefanya ofisini? Wafanya ofisini eh? Ushakuja fatwa hapo ofisini na panga wewe? Ama ushakuja fatwa nyumbani kwako ukagongewa na usiku mlango saa 7? Wewe ofisi yako iko wapi? Akiritaya huyu atalipwa pesa uzeni, wewe utalipwa na nani wewe? Mwisho wa siku utambua mchawi. Sasa huyo mzee Gogode ile kauli yake alikuwa anakuja nayo pale asubuhi akiongea. Mtu amfukuzwa mbio huko anakuja mbio mpaka hapa. Yeye mwenyewe aliowafukuza hawajui, lakini wewe utakuwa unawajua. Unafikiri kwa mtaani unazungumza vipi? Si utasemekana wewe ndio unawaficha maoza. Hii kazi siitaki hapa kwa hii nyumba. Hakuna ofisi hapa. Ya watu wako wa kijiji waje hapa na mapanga, hakuna ofisi hapa ya serikali. Hii nyumba umeijenga ni ushirikiano wako na mke wako. Muishi hapa na watoto wenu kifamilia. Kama haina ulinzi wowote kwenye mwili wako na familia yako, si kazi. Tafuta kazi ufanye. Wamtia kifua kibovu mkeo huyo. Sijapenda kabisa. Manake hata sasa hivi nyumba ije ichomwe hapa, hakuna insurance yenye inakusimamia. Uko na insurance huko eh? Wewe mwenyewe uko nayo eh? Unayo? Uko na SHA wewe? Una. Ama pengine wasikia raha
Mwenyewe ukishaitwa mzee wa kijiji, na sasa hivi siku hizi nikikuona unajikoti na viatu vyako vya kiwi. Mama utajali likoti. Bwana nilipia lile. Laloni. Kwa chamani na nilipia basi. Basi. Mjukuu wangu shule kila siku yasimangwa. Huyo mtoto wa mzaa mtaa huyo ambaye hajielewi. Bibi, kama tu Mungu ulivyojua. Mimi nimekuwa sina amani nikisoma na marafiki zangu ni shida. Nikisoma shuleni ni shida ambayo angalie. Nyamaza wewe mtoto wa mtu fulani. Aibu gani? Aibu gani baba, mimi pia nachoka. Akija ni 200 vya kuhongo huko. Hii kazi mpaka uende watu wapigane kule. Kuwe na kesi za mashamba, uitwe uende kaamue. Kichwa kile 300, kichwa kile 300, 200 ndio ushapata mshahara. Ama ni vipi? Chifu apate kesi huko, aita watu kutoka kijijini kwako, barua itumwe huko uletwe hapa. Mwenye kupelekwa barua kulipe 200 ndio mpe barua. Mwenye ameshtaki ukakupe 200 apelekwe barua mshtakiwa. Ndio uko maliponi tayari. Wahatarishe familia yako. Familia yako waitia kwenye hatari. Haina amani. Bado una nguvu. Tafuta kazi ufanye, utalea familia yako. Usomeshe mtoto wako. Nakupenda sana mwanangu. Lakini si hii kazi. Achana nayo. Manake leo latokea hili, mwisho wa siku mtakuja kuvamiwa hapa. Sama kuvamiwa mje mchomwe nyumba, mko ndani ya nyumba. Hili janga la maoza lingekuwa baya sana. Nataka muishi na amani na furaha. Mmepata, mmekula, mmekosa, mko na amani. Lakini si waishi lakini hujui leo kutatokea nini. Kisa kazi ya serikali. Hata chifu yalipo, ama chifu alipwi. Na chifu hawa za mtando wenye kazi nzito kushinda hata machifu. Manake mpaka kesi mshinde huyo ndio iende huko. Na sasa hivi hivyo vita vilivyokuwa hapa asubuhi, ingekuwa ni kwa chifu, ungekuwa na maskari. Wewe una security gani unavyosema uko na security kijijini kwako? Aya. Achana nayo hii kazi. Tafuta kazi nyingine yenye utamwangalia mtoto wako vizuri shule asome. Manake huyu ana stress sasa hivi. Kila kikaa darasani fikiria kisa cha usiku. Jana usiku tunkuja futolo usiku, utamrusha na usiku kuna makelele nini. Atasoma nini kule? Sasa kufikiria wewe na wewe sengine ni mtu kutoka na usiku ukaenda pata la kupata huko barabarani. Hapana. Achana nayo hii kazi. Utafute kazi nyingine ufanye. Na kuomba baba. Tusikeni kilio hiki. Hizi siasa ni maisha yetu. Kila siku tunazika matumaini, wakati ahadi zinabaki hewani. Wazee wa jamii simameni imara. Kemeni uovu usipate mizizi. Tunahitaji sauti zenu leo, kulinda kizazi cha kesho. Tunaomba si kwa udhaifu, bali kwa haki iliyoandikwa mioyoni. Amani sio ombi la anasa, ni msingi wa maisha yetu. Tunalia, tusikilizeni. Tunalia, tunatea amani. Hakuna atakayebaki nyuma tena. Amani, amani ni haki yetu, ni haki yetu. Watoto wasilie tena, mama asihofu tena. Mzee apumzike kwa usalama. Simameni, chukueni hatua. Tulindeni sasa. Je, tutangoja mpaka lini? Mpaka sauti za mwisho zizimike? Au tutasimama pamoja na kusema
imetosha.